na mafunzo yetu kupitia kwa waraka wa Waebrania. Jumapili ambayo nilikuwa nikifunza niweza kufikisha mstari wa 6 katika sura ya 5 kitabu hiki ama waraka huu wa Waebrania. Tulipokuwa tukiona ukuhani wa Yesu Kristo, yaani ukuhani wa mfano wa Melkizedeki, na tumekuwa tukilinganisha kupitia kwa neno lake Mungu ukuhani wa mlango wa Aroni ama ukuhani wa Kilawi, na huu na ukuhani wa Melkizedeki, ukuhani wa Agano Jipya ambao tuko ndani yake. Na sasa tutaendelea kutoka mahali tulipoachia. Cha kwanza tusome mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Tuone Biblia ikiendelea kutuonyesha jinsi Yesu Kristo kama kuhani mkuu wetu ama wa Agano Jipya anavyofananishwa na kuhani wa Agano la Kale. Wacha tusome waraka wa Waebrania sura ya 5 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Biblia inasema hivi: yeye siku zote za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Haleluya! Tunaona katika hiyo mistari mitatu Yesu akielezewa, sababu inaongea kuhusu Yesu Kristo. Na tumeona katika mstari wa 7 inasema ya kwamba Yesu katika siku zake za mwili. Na hapa ningetaka kusema ya kwamba na tukianza ni dhihirisho la Mungu katika mwili. Kwa ufupi ni kusema Yesu Kristo alikuwa 100% Mungu na alikuwa 100% mwanadamu. Sasa hapa wakati Biblia inasema ya kwamba siku zake za mwili, inamaanisha wakati Mungu
alijidhihirisha kwa wanadamu kama Yesu Kristo, ama kwa njia ya Yesu Kristo. Sasa hii ni kumaanisha siku ambazo Yesu aliishi hapa duniani. Tunaambiwa ya kwamba Yesu ama Mungu alipokuwa hapa duniani kwa njia ya mwili wa Yesu Kristo, alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Huu mstari unatuonyesha mambo mawili kuhusu Yesu Kristo, ya kwamba alikuwa na udhaifu kama wanadamu wengine, na hii sio kumaanisha ya kwamba Mungu ni mdhaifu. Inaonyesha ya kwamba mwili ambao Yesu Kristo alikuwa nao ulikuwa mwili kama huu ambao niko nao, ulikuwa kama mwili ambao wewe uko nao. Na sasa ndio inaelezewa ya kwamba katika nyakati zake za kuishi hapa ulimwenguni alikuwa na shida na matatizo, na hata alimuomba na kumlilia Mungu yule ambaye angeweza kumuokoa. Na mfano mzuri tutaupata katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 36 hadi 46. Wacha tusome ili tuweze kuelewa vizuri. Mathayo 26 mstari wa 36 hadi 46, ama Matthew chapter 26 from verse 36 to 46. Biblia inasema hivi: kisha Yesu akaenda nao pamoja bustani itwayo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhusunika na kusononeka. Ndipo akamwambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, haukuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kuniepuka nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena, akawakuta wamelala, mara macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu, akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawaambia, laleni sasa, mpumzike. Tazama, saa imekaribia
na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni, twende zetuni. Tazama, yule anayenisaliti amekaribia. Haleluya. Tunaona hapa Yesu Kristo kwa maneno yake akiongea pamoja na wanafunzi wake, na pia kwa maneno yake ya maombi. Mungu Mwana akielekeza maombi kwa Mungu Baba. Tunaona Yesu akikiri kwa mdomo wake udhaifu wake wa kimwili. Sababu kuna mahali tumesoma ya kwamba roho ni mstari wa 41. Turudie, nasema hivi: kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Unaona, Yesu mwenyewe akikiri ya kwamba roho yake inapenda kutenda mapenzi yake Mungu, lakini mwili wake ulikuwa dhaifu. Yeye mwenyewe anakiri ya kwamba mwili wake ulikuwa dhaifu, sababu ulikuwa mwili kama huu tulio nao. Sababu tunaona ya kwamba Yesu alikuwa anahisi njaa wakati alikutana na yule mwanamke Msamaria. Alikuwa amechoka na safari na alikuwa anahisi njaa. Akatuma wanafunzi wake waende wakatafute chakula. Kwa hivyo Yesu katika mwili wake kabla ya kufufuka kwake, hapa ningetaka tuelewe, mwili ambao Yesu Kristo alikuwa nao kabla ya kufa na kufufuka ulikuwa huu mwili kama ule ambao tuko nao. Na ukiangalia vizuri katika Biblia utaona nukuu za kuonyesha kwamba Mungu Yesu katika wakati wake wa huduma alikuwa sawa sawa na sisi. Mwili wake alikuwa anachoka, alikuwa anahisi njaa, alikuwa anaghadhabika, na alikuwa na udhaifu kama udhaifu tulio nao. Na sasa kutia hayo maneno nguvu, tumesoma katika kitabu cha Mathayo, tukaona ya kwamba yeye mwenyewe anakiri udhaifu wake kama mwanadamu, udhaifu wake kama ule ambao ulikuwa na watu ambao walikuwa na hudumu katika ukuhani wa Aroni, katika ukuhani wa Agano la Kale. Anakiri yeye mwenyewe. Sasa haya maneno yanawiana na hayo tunayosoma katika Waibrania, hii mistari ambayo tumesoma. Sawa, tumeona katika siku zake za mwili aliomba kwa kilio kikubwa kwake Mungu, sababu alijua anaweza kumuokoa. Na katika hilo ombi tunaona udhaifu na uoga ambao Yesu alikuwa nao kama mwanadamu. Unaona, mstari wa 7 unaelezea, sababu kumbuka tunalinganisha Yesu Kristo lazima
angekuwa kama sisi wanadamu, ili aweze kutosha kuwa kuhani mkuu wetu wa hili Agano Jipya. Na tunaendelea kuonyeshwa ya kwamba katika shida ambazo tunapitia, Yesu Kristo alizipitia. Udhaifu ambao saa nyingine tunajipata tukiwa ndani yake, hata yeye alijipata katika huo udhaifu. Na hata jambo ambalo linanifurahisha, na nakumbuka hata kama sio moja kwa moja, Mchungaji Isaac akalitaja hilo Jumapili, wakati Yesu aliambia wanafunzi wake wamtangulie waende ng'ambo ingine kwa mashua, na kukakuwa na dhoruba katika safari, na wakawa na wasiwasi, ingawa walikuwa wanafanya yale ambayo Yesu Kristo alikuwa amewaambia. Hapa pia tumeona katika Mathayo, sababu Yesu alikuja ili awe dhabihu ya ondoleo la dhambi. Alikuja ili kupitia kwa uhai wake aweze kukamilisha Agano Jipya. Lakini tumeona licha ya kuwa alikuwa na fahamu lazima afe, wakati kulikuwa kumekaribia kufa kwake, kwa maombi yake tunaona akiambia Mungu kama inawezekana amuondolee kikombe kilichokuwa mbele zake. Na alikuwa najua lazima afe. Nukuu kama hizi katika maandiko haziko pale kuonyesha kwamba Mungu ni mdhaifu. La, ziko pale kutuonyesha sababu alipitia udhaifu ambao sisi tunapitia. Anaweza kuelewa udhaifu wetu na kutusaidia. Sababu Yesu katika mwili, kuna wakati ilifika na akasikia shaka na wasiwasi. Hata sisi katika shaka na wasiwasi wetu anatuelewa na anaweza kutusaidia. Yesu akashuhudia wakati wa wasiwasi, akashuhudia wakati wa udhaifu, kama vile sisi tunavyopitia. Tukiendelea katika mstari wa 8 sasa kwa Waebrania, Biblia inasema ingawa Yesu alikuwa mwana wa Mungu, alisoma kutii kupitia kwa yale mateso ambayo alipitia. Sababu tunajua Yesu alikejeliwa, alitusiwa, alipigwa, alichomwa na mikuki mbavuni mwake, alitiwa taji la miba, na hatimaye akakufa. Mstari wa 8 unatuonyesha hayo mateso ambayo alipitia. Ingawa alikuwa mwana wa Mungu, yalimfunza kutii Mungu Baba. Sasa sisi naye, sababu tunajiita wa Kristo, ndio Mkristo kamili, yule mtu ambaye anaamini Yesu Kristo, anaamini mafunzo yake, anaamini mienendo yake.
na sio kuamini tu, anayashikilia na kuyafuata. Sasa Biblia hapa inatuambia ya kwamba Yesu Kristo alijifunza kutii kupitia kwa mateso na ugumu ambao alipitia. Hebu jiulize, wakati unapitia shida na matatizo, ukiwa mwenye haki machoni mwa Mungu, hiyo hali unaichukua namna gani? Sababu wengi wamedanganyika, wamepumbazwa, na wanaambiwa ya kwamba kama unapitia ugumu wowote, sijui Mungu amekuacha, sijui kuna madhabahu imesimamishwa, sijui kuna mtu amekunyang'anya nyota. Mambo kama hayo, mafunzo potovu. Lakini kulingana na venye tumesoma hapa, tunaona ya kwamba ukiwa mwenye haki mbele zake Mungu, matatizo ama shida ambazo utapitia sio ati ni sababu Mungu amekuacha, sio ati ni sababu Mungu anakuchukia. Hapana. Tumeona kama vile ambavyo Yesu Kristo kupitia kwa mateso na shida ambazo alipitia zilimfunza kuwa mtiifu. Kwa hivyo hata sisi, kama kweli sisi ni Wakristo, kama tunamwamini Yesu Kristo na mafunzo yake na mienendo yake, na tumeamua kuwa kama yeye, kumuiga, shida na matatizo ambayo tunapitia tukiwa wenye haki na watakatifu mbele zake Mungu, silo jambo la kufanya tuanze kukimbilia sijui manabii wapi, sijui mitume wapi, sijui wapi. Tunafaa kufurahia tukijua ya kwamba Mungu anataka tujifunze kutii, na sio ati sababu tumekosa kutii. Hapana. Anataka atufunze kutii neno lake, kufuata ahadi zake, kusimama na ahadi zake, hata ule wakati unaonekana ni kama hizo ahadi haziko. Sababu hakika tunapoendelea katika safari ya imani na wokovu na huduma, kuna wakati tunapitia mambo magumu sana. Pengine Mungu amenena nawe kuhusu jambo fulani na umefuata na unatenda kulingana na alivyokuelekeza, lakini unafika mahali hata wewe kama mwanadamu unaanza kujiuliza, ama unaanza kuona ni kama hauko njia iliyo sawa. Kwa mfano, Mungu anaweza kukuelekeza uende huduma mahali fulani, na akuonyeshe maono kuhusu hiyo kazi, na wewe mwenyewe utii na ufuate. Lakini unaenda, mwezi unaisha, mwaka unaisha, miaka inaendelea, lakini zile ahadi na maono ambazo Mungu alikuwa amekuahidi na kukuonyesha
hakuna mahali unaziona, unaanza kuwa na shaka. Unaanza kuona ni kama haufanyi jinsi ambavyo inatakikana. Lakini wacha nikuhimize na nikutie nguvu, ndugu yangu, dada yangu katika Kristo. Hiyo hali ambayo unaweza jipata ndani yake, maono aliyokuonyesha, ahadi alizokuahidi bado zipo. Anataka akufunze kutii sauti yake aliyokunenea miaka iliyopita, sauti yake aliyokunenea miezi iliyopita, sehemu ya sauti yake aliyokunenea nayo majuma ambayo yamepita na masiku ambayo yamepita. Anataka akufunze kutii. Unajua, watu wanafikiria kutii ni ile tu, fanya hivi, usifanye hivi. Ni ukweli, Mungu akikwambia fanya hivi, ukifanya hivyo ni kutii. Mungu akikwambia usifanye hivi, usipofanya hivyo umetii. Lakini sasa kuna kutii kwingine zaidi. Sababu katika neno lake Mungu, hata kuanzia katika Agano la Kale, katika vitabu vya Torati, amesema mfanye hivi, msifanye hivi. Pia ndani yake kuna ahadi ambazo Mungu ameahidi. Kuna ahadi zake ambazo ameahidi watu wake. Kwa hivyo kutazamia hizo ahadi na kushikilia hizo ahadi na kuamini ya kwamba ameahidi atatimiza, hiyo pia ni kutii. Hiyo pia ni kutii. Kusimama katika ahadi zake Mungu, kusimama katika maono na ndoto ambazo Mungu ameweka ndani yako, hiyo ni kutii. Kwa hivyo wakati Mungu amekuahidi kitu, wakati Mungu amekuonyesha kitu, na hali ilivyo inaonekana ukiangalia kwa macho ya mwanadamu na kwa hali ambazo zinazingira, unaona ni kama hiyo ahadi ni kama kuna venye. Hiyo ni kutotii. Kuwa na shaka na ahadi zake Mungu, kuwa na shaka na maono ambayo Mungu amekuonyesha, kuwa na shaka na ndoto ambazo Mungu amekuletea, hiyo ni kutotii. Kwa hivyo wakati tunapitia katika jangwa, wakati tuko katika milima na mabonde, kuhusiana na kazi ya Mungu, kuhusiana na ahadi zake, kuhusiana na haki na utakatifu, tujue ya kwamba Mungu anatufunza jinsi ambavyo alifunza Yesu Kristo kupitia kwa mateso ambayo alipitia. Yesu Kristo alikuwa anajua sehemu yake ni katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na alikuwa anajua kwamba Mungu atamtukuza na arejee mahali palipo pake.
Lakini kabla ya huo wakati kufika, alipitia maugumu mengi hapa ulimwenguni. Na tumesoma kwa neno la Mungu ya kwamba Mungu hakuacha Yesu apitie hayo sababu ya pengine kumchukia ama kutoweza ama kumsahau. La, ilikuwa njia ya kumfunza kumtii. Hata sisi ni vile vile. Lakini pia hapa ningetaka tuweze kuelewa, Biblia inaongea kuwa kupitia shida na matatizo na changamoto na mateso sio kwa sababu ya dhambi ama uovu wetu. Ni kwa sababu ya kuwa haki. Hata kuna mahali, sikumbuki ni wapi katika nyaraka za Paulo, amesema ya kwamba kama tutateseka, kama tutaumia, wacha mmoja wetu asiumie sababu ya kuwa mwizi, mtu muovu ama mvujaji sheria. Na kwa maana sema kama ni mapenzi ya Mungu tuteseke, wacha tusiteseke, wacha mmoja wetu asiteseke sababu ya kuwa mwizi, muovu ama mvunja wa sheria. Kwa hivyo kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu tuteseke, tupitie shida na matatizo, ili tuweze kujifunza kumtii. Sababu unajua, wakati mtu anapitia shida na matatizo na maugumu mengi, ni rahisi sana kutotii. Sababu Mungu anasema amelaaniwa yule ambaye anaweka tumaini lake kwa mwanadamu. Sasa wewe umeweka tumaini lako kwa Mungu, na unaona pengine wengine wanakuja na wanafaulu, wanakuacha. Wengine wanaendelea na kunawiri, na wewe umebaki pale pale. Na unasikia mtu anakuja na kuambia, rafiki yangu, kuja nikupeleke kwa mtu fulani, umutafutie kitu ya kusaidia mahali hapa ufaulu. Ni rahisi sana kuingia katika huo mtego. Ni rahisi. Kwa hivyo Mungu saa ingine anawacha tuwe katika hizo hali ili aweze kutufunza kutii neno lake na kutii ahadi zake ambazo ametuahidi. Kwa hivyo tuchunge tusiweze kudanganyika kuhusu hali ambazo tunapitia na ambazo zinaambatana na mapenzi yake Mungu. Lakini kwa zile shida na matatizo ambazo tunaweza jipata ndani yake sababu ya dhambi zetu ama uovu wetu, hiyo dawa yake ni kutubu, ni kukiri ya kwamba tumetenda dhambi na tumekosea, na tuamue kubadilika na kuomba Mungu msamaha. Hakuna njia ingine. Usidanganyike ati pengine uliandikwa kazi ukaharibu, pengine kwa ulevi na mambo mengine ama uizi. Usidanganyike, kuna dhabihu itatolewa kuhusiana na kazi. Sababu hata ukipata kazi ingine na uwe mlevi, hauendi kazini, ama uwe mwizi kazini,
na mambo mabaya ni kinyume na mikakati kazini, hautakaa katika hiyo kazi hata kama dhabihu gani imetolewa. Dawa ama suluhisho ni kukiri ya kwamba wewe umetenda dhambi, umekosea mwajiri wako, na kuamua kubadilika, kuomba msamaha kwa mwenye umekosea, na zaidi kuomba msamaha kwake Mungu. Hiyo ndio suluhisho. Bure utaingia kwa mtego wa kuambiwa ya kwamba umetupiwa roho wa kutoendelea, mara umetupiwa roho wa kutodumisha kazi ama ndoa ama mambo mengine. Hao ni matapeli na wafanyabiashara. Suluhisho ya dhambi ni kukiri dhambi, kuomba msamaha na kutubu kwa kweli, kuamua kubadilika kutokana kwa hizo njia za dhambi. Tukiendelea katika mstari wa 9, sura ya 5 kitabu cha Hebrania, Biblia inasema ya kwamba mstari wa 9, Biblia inasema hivi: naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomwamini. Yesu alikamilishwa ama alifanyika wa kufaa na kutosha. Lakini nafikiri hebu turudi sura ya 2 mstari wa 10 tuone ili tuweze kuelewa. Tulishasoma hapo, lakini wacha turudie ili tuweze kuelewa hapa vizuri. Sura ya 2 mstari wa 10, Biblia inasema hivi: kwa sababu ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikirie utukufu, kukamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Wacha nisome tena mstari wa 10. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vilikuwepo. Inamaanisha kwa kuwa ilimpasa yeye, Yesu Kristo, ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vilikuwepo. Yo, ukitaka kuelewa vizuri, enda soma Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Naongea kuhusu Yesu ambaye, na ukiendelea kusoma inaonyesha ya kwamba vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake, na kama sio yeye havingekuwa. Sasa hapa ndio inasema kuhusu huyu Yesu ambaye vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake, na kwa jina lake vitu vyote viliumbwa. Inaendelea kusema akileta wene wengi waufikirie utukufu, kukamilisha uongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Unaona? Yesu Kristo ambaye ni Mungu, sababu tunajua Mungu ndiye aliumba vitu vyote na aliviumba kwa ajili ya utukufu wake. Na kama sio Mungu kuumba, hakuna chochote ambacho kingekuwa. Akaja kwa njia ya mwili, na ili alete watu wengi, wana wengi, na hapa inamaanisha wana wa Mungu, wale ambao wamefanyika wana wa Mungu kwa njia ya kiungu, waufikie utukufu.
Na ili Yesu awe mkamilifu, kuwa mkuu wa wokovu wao, ilikuwa kwa njia ya mateso, ambacho kilele chake kilikuwa kufa msalabani. Na alipokaribia kufa akasema yote yameisha. Yaani kusudi lake la kuja ulimwenguni limetimika. Yote ambayo alifaa afanye alikuwa ameshayafanya. Kwa hivyo tunaona Yesu Kristo. Sasa tukirudi katika mstari wa 9 sura ya 5, ambaye huo mstari ni sawasawa na ule ambao uko katika sura ya 2 mstari wa 10. Ujumbe ni moja, ni vile tu maneno ni tofauti, ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mwanzilishi wa wokovu wa kimilele wa wale wote ambao wanamwamini kupitia kwa mateso ambayo alipitia. Mstari wa 9 una hoja kama mbili muhimu. Hoja ya kwanza ni ya kwamba Yesu Kristo alikamilika kupitia kwa mateso, kuwa mwanzilishi wa wokovu wetu wa kimilele. Jambo moja, Yesu Kristo alikamilika, alifanyika wa kufaa zaidi kuwa mwanzilishi wa wokovu wetu wa kimilele kupitia kwa mateso ambayo alipitia, kilele chake kikiwa kufa msalabani. Hiyo ni hoja ya kwanza. Kwa hivyo Yesu Kristo alikufa msalabani, aliteseka mateso yote aliyoteseka alipokuwa hapa ulimwenguni, ili sio kwa watu spesheli, kwa wale wote ambao watakao muamini na kumtii waweze kupata huo wokovu wa kimilele. Hizo hoja ni mbili. Hoja ya kwanza, aliteseka ndio akamilike na atoshe kuwa mwanzilishi wa wokovu wetu wa kimilele. Hoja moja. Kwa hivyo hakuna mwingine aliye mkamilifu anayetosha kama Yesu Kristo anavyotosha kuwa mwanzilishi wa wokovu wetu wa kimilele. Na ndipo akasema yeye ndiye njia, ukweli na uzima wa milele, na hakuna atakayeweza kufika kwa Mungu Baba ila kupitia kwake Yesu Kristo. Huo ndio ukweli. Hakuna njia ingine ya kupokea wokovu wa kimilele. Kwanza hata Biblia ya Kizungu inasema vizuri sana. Inasema he became the author of eternal salvation unto all of them that obey him. Eternal salvation. Ukipokea uokovu kupitia kwa Yesu Kristo, sio jambo la muda.